Karibu katika The Gear. Leo nimewaandalia story na washikaji kuhusiana na manunuzi ya magari. Jinsi gani watu wanaenda katika maeneo mbalimbali yanapouzwa magari, wanakuwa na idea gani kichwani. Je, gari inapo trend ni nini ambacho kinafanyika paka price zikapanda na nini kinafanyika paka price zinashuka? IST imefikia shilingi milioni 20 na ngapi? Bwana The Gear, nipo hapa na washikaji zangu tunakuja kupiga story na hawa ni car dealers. Car dealers. Car dealers ni tofauti na madalali. Car dealers ni watu ambao wana deal na magari. Sawa, maagent. Bwana, mimi na maswali leo, na maswali kama 10 hivi kuhusiana na masuala ya car dealers. Swali la kwanza mnaweza kujitambulisha alafu mkatupa majibu mawili matatu. Swali la kwanza, katika shughuli zenu gari za diesel ama gari za petroli zipi ambazo zinauzika zaidi? Kusema gari za diesel au petroli nina depend na mahitaji. Ila kwa gari ambazo zinanulika nyingi sana ni za petroli kutokana na wahitaji wanapokuwa ni wengi. Diesel pia ni katika pati hiyo, lakini inategemea sasa na mtu anavyokuja kwa uhitaji wake. Ila gari nyingi sana zinazotoka ni za kwa upande wa petroli. Diesel pia zinatoka, lakini asilimia kubwa unaweza kusema kwa katika asilimia 90 petroli ni gari nyingi zinazouzika. Nazo ndo zinazoingia zaidi. Okay. Kuna ile trending ya magari. Let's say sasa hivi magari fulani yameingia, ile trending ya magari inawasaidia vipi labda katika swala la biashara? Kwanza naitwa Magari Masafi. Ukizungumzia trending kwenye swala la biashara inatusaidia sana kwa sababu ni kama misimu. Kuna kipindi kulikuwa kuna trending ya ST. Sisi wauzaji wa magari tulikuwa wanufaika wakubwa kwa sababu kila mteja anaokuja anaambiwa ST ndio bora kwa wakati huu. Kwa hiyo demand ilikuwa kubwa sana. Yani trending inasaidia kuwa na demand kubwa kwenye biashara. Yes, kwa trending inasaidia. Katika hizi trending unakumbuka trending ngapi zilizotokea? Labda mwaka huu kuna mwaka ilitokea trending hii, kuna mwaka gari fulani zilitrend, gari fulani unaweza kukumbuka hiyo series? Kama mwaka jana trend ilikuwa kubwa sana ya Subaru, Anaconda, zimefanya vizuri sana. Miaka ya nyuma kulikuwa kuna trending ya Harrier, sisi tunaita Takolanyani, zimefanya vizuri sana, na hizo Kelitime, IST zote zimefanya vizuri sana. Gari gani ambayo imetrend na ilikaa muda mrefu sana kwenye trend? Takolanyani, Harrier. Yes. Ilikaa muda mrefu sana mpaka sasa hivi inafanya vizuri. Bado price haijawahi kudrop. Prices zinakuwa zinapanda na kushuka kutokana na trending inaposhuka ama kutokana na nini? Price kwanza haijawahi kushuka. Kwa sababu demand inapokuwa kubwa hata ushuru wake unaongezeka. Kwa sababu purchasing inakuwa kubwa kwenye kuagiza magari. Ila magari yanakuwa ni ushuru unakuwa ni mkubwa. Hata kama umeshakuzunguka huko unazunguka sana. Haujawahi kuziona Mazda CX-5? Naziona. Hizo gari pia zimetrend sana. Yaani ni gari ambazo zimekuja ku take place, lakini ni gari za diesel zile. Lakini watu wanazinunua zile gari. Ni gari pia moja hapo zilizo trend na sasa 2025 2026. Gari pia zilizouzika sana. Umewahi kujiuliza kitu gani kinafanya gari ina trend? Yes. Ni cha kwanza ni taarifa, information. Information zinavyokuwa nzuri juu ya hiyo bidhaa ndio zinasababisha trending inaenea. Kwa mfano, watu waliaminishwa Mazda CX-5 ni nzuri na wakaziprove ni nzuri na ni bei rahisi na ni diesel. Vitu vikaenda mjini. Wanasema hii imekuja kumrisi Ravaformis Tanzania. Walipokuja kuireplace na Mazda. Wakasema hii ni gari na hata katika speed zinatembea, ni gari nzuri sana hizi CX-5. Lakini hapa katikati watu wameshusha uvumi hizi gari zimefanya nini, lakini aliwaambiwa naye kaambiwa. Yule mtumiaji yule ndo anajua kabisa kwamba hii gari mimi ndo naitumia na ndo naijua. Sasa mtu anaweza kasikia kwamba story kwamba gari hii ni mbovu, usinunue gari hii, haifai. Hii Mazda CX-5 sio nzuri, weka au kununua Miss Tanzania.
ni choice ya mtu. Kwa hiyo hapo nimeelewa kwamba trending inaenda alafu kunatokea kitu kinakata ile trend. Kama hivi gari fulani mbovu au labda inaungua moto. Au ni maneno ya watu. Unajua maneno watu wakikaa kama kijiweni wanaambiana. Gari ile au usinunue ile gari sio nzuri. Ile inakuwa inafanya kitu fulani, ile ni diesel, zinakuwa zinasumbua sana. Sasa yule naye kaambiwa. Hiyo wewe ukimwangalia mtu amiliki hiyo gari. Ila yeye kaambiwa kwa tupigana na story, umiliki aje kumiliki. Kwa hiyo sasa unakuta ile gari inaanza kushushwa tena, watu wanaanza kuingia uoga. Mteja anakuja ofisini, unamshauri jamaa au uchukua Mazda 65 anakuambia hizo nimeambiwa zinasumbua. Ila hajaitumia. Hizo ni story, kwa hiyo unakuta ile soko linaanza kushuka na hizo gari. Okay, price ya gari. Unakumbuka gari gani ambayo iliingia ikatrend ikawa na price ya juu sana alafu baadaye ikaja ikadrop? Mazda pia. Yes, haija drop ila demand kidogo ilipungua baada ya watu kuzizushia kwamba sijui zinawaka moto, lakini haikuwa hivyo. Ilikuwa ni mafundi wa zile magari kwa nchini kwetu walikuwa hamna. Unajua mafundi wengi kwenye hii nchi ni Toyota yani. Umeona? Yaani tumezaliwa tumekuta Toyota. Hizi European car na hizi zingine walikuwa hawapo. Umeona? Kwa hiyo mafundi wanapokutana na changamoto mpya, wanaposhindwa kutengeneza magari, wanazusha kwamba hizi gari ni mbovu. Kwa hata demand inapungua. Umeona? Kwa hata na sisi ambao tunaagiza magari tunapunguza kuagiza na kuwaletea. Kwa hiyo hata bei pia inabidi ipungue. Kitu kingine hapo cha kujazia. Kwa mfano Nissan Dualis unazifahamu? Umeona kama soko lake limedrop sana? Yani umeshaona kama zimeshakuwa, yani hata mtu ukipita kwenye showroom nyingi huwezi kuikuta, labda utaikuta moja kwa bahati. Hizi ni Nissan Dualis. Wewe ujiulize kwa nini zimepotea? Kwa nini? Au kwa nini zimedrop ghafla, kwa sababu ni gari gani? Ni gari ambazo zilishaingia kwenye mfumo, watu wakaaminishwa kwamba ni gari zinazo pipe yake sio ya mafuta imekutana na pipe sio ya exhaust. Hiyo gari zikikutana zinakuwa inawaka moto. Na kuna picha kadhaa zilikuwa zina trendi Dualis zinaungua. Sasa soko lake lika drop. Yani katika gari ambayo hata ukitafuta namba hapo utakuta price yake ni ndogo, iko chini sana. Kwa sababu gani? Imedropishwa kwa sababu ya watu kusema kwamba hii gari sasa hivi ni hi-fi, ni gari zinazoungua. Mimi nakumbuka kitu, sijui kama niko sahihi. Mimi nakumbuka wakati Makex inaanza. Hivi unajua Makex ilianza kuuzwa kama milioni 50-60. Makex ni zamani sana. Ni kweli unachokisema, lakini kwa dunia sasa hivi watu wanaenda na utandawazi mkubwa. Na kila siku vitu vingine vinabadilika, vinaingia vingine. Kama hata ukisema Verosa, sigari zote zilizo trend hizo za zamani zote. Lakini mtu akuja anataka kitu kilichoenda na wakati huo. Kwa nini gari zinakata? Yaani kuna wakati gari fulani zinapotea, kwa mfano RVR zinapotea, labda kuna gari fulani Brevis, sasa hivi ukiangalia mjini hapa Brevis hamna. Kwa nini gari zinakata? Ni kutokana na generation. Generation ambayo inaongozwa pia na trending. Kuna generation hawaelewi kitu kinachoitwa Makex, wanaelewa kitu kinachoitwa Crown. Umeona? Kwa hiyo watu walishusha, sio kwamba Makex ni mbaya, ila kuna watu tu waliamua kuishusha Makex na Verosa wakaamua kuipandisha Crown. Umeona? Wakabaki hapo. Okay. Vijana generation sasa hivi hawajaikuta Makex, wameikuta Crown. Watoto wa 2000 wamekuta Crown, hawajaikuta Makex. Sio kwamba Makex ipo, but waliamua kwenda na Crown wakachana na Makex. Kwa hiyo Makex ikashuka thamani kwa sababu demand yake ikawa ndogo. Umeona? Price ya Crown ikawa kubwa kutokana na demand yake. Umeona? Kwa hiyo magari yanaenda kutokana na trending na generation hiyo kwa wakati huo. Haya, sasa swali langu jingine, kuna mikoa na mikoa. Kuna mikoa fulani gari fulani zinapendwa sana, kuna mikoa fulani gari fulani zinapendwa sana. Kwa nini inakuwa hivyo? Nature ya mazingira ya hiyo mikoa pia. Kama kaskazini, hauwezi waambia kitu kuhusiana na RAV4, Miss Tanzania, Kilitime, yani utawaua. Amazon zile Land Cruiser Mkonge. Ni gari ambazo zinaenda na nature ya huo mkoa ulivyo. Kwa hiyo nikikwambia nitajie mikoa labda 5 na magari yanayopendwa unaweza kuyataja? Kama Arusha hiyo, ama sasa tukizungumzia mikoa kama 5 tunazungumzia mikoa 3 hapo. Yaani Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara. Ni zone. Hiyo zone yote. Wanapenda magari kama ina 3-4. Hizo Amazon, wanapenda hizi Miss Tanzania RAV4. Wao wanaume, wao wanawake. Ni gari zao, yani kule wanapenda. Tukizungumzia kwenye ukanda wa Mwanza, Shinyanga, tu madini hapa. Kruger. Wanapenda Kruger na wengine pia wale wa migodini wanapenda hizi V8 mbavu 8. Yes.
hizi Range Rover Sport hizi Vera hizi ni watu wa kanda ya Ziwa huko wanazipenda sana hizi. Kigoma na Probox. Kigoma watu wape uishi na Probox. Kwa nini uishi na Probox? Anaishi kule kutokana na nature ya maeneo yale yalivyo. Noah wapi? Noah Manyara. Manyara anapenda sana Noah. Noah kwa ajili ya tourism, kubebea watalii pamoja, inapiga Arusha. Hata Arusha. Babati. Yes. Hata Arusha. Hata Arusha pia wanapenda Noah. Noah sana. Noah hizi CR40, CR50 ndo gari zao. Zamani sisi wakati tunakuwa showroom hizi zilikuwa za watu wa kigeni zaidi. Yaani ukienda sehemu kuna showroom unakuta watu wa kigeni, yani watu kutoka mataifa foreigners. Lakini sasa hivi Watanzania wengi wamekuwa na hizi showroom na nini. Ni kitu gani ambacho wamegundua tofauti na mwanzo? Kwa nini sasa hivi Watanzania wengi wanamiliki hizi showroom? Sasa kumbuka kwenye hapo uliposema kwenye swali lako zamani. Unaelewa? Zamani. Sasa mambo yanabadilika. Kila siku vinatokea vitu vingine tofauti na vipya. Kwa hiyo watu wanaamua sasa, ni mtu anakuja anasema ni namna gani nifanye ili biashara yangu iweze kukaa vizuri au niweze kuchukua nipate muonekano na wateja waweze kuwa wengi. Sasa unakuta mtu ndo anaamua sasa, ameona kuna sehemu huyu kafanya hivi. Anasema mimi ngoja nikaboreshe pale kwangu na mimi niweke hivi ili tujue biashara inafanya nini, inafanyika vipi. Sasa ukisema zamani ni zamani. Na hata maeneo unaosema kutafuta zamani, lakini kwa sasa hivi ni mabadiliko na tabia na mwenendo wa nature. Naweza kusema hivyo. Mimi naona ni fursa. Ni fursa ambayo ilikuwa imefichwa au imejificha sana, na baada ya wazawa kugundua hiyo fursa ndio maana umeona watu wameingia kwa miguu yote. Japanese cars na European cars zipi ambazo zinauliziwa zaidi ama zinapendwa zaidi sasa hivi? Japanese car. Lakini ina depend. Kwa sababu gari za Europa zinajulikana na Japanese zinajulikana. Ila demand kubwa ya watu wanapenda gari za Japan. Bana, sasa hivi tukizungumzia leo hii, gari gani ambayo iko kwenye trend na gari gani ambayo ni fast moving? Yaani haya ni maswali mawili. Gari gani sasa hivi iko kwenye trend na gari gani ambayo ni fast moving, yani kwamba ni gari ambayo ukiwa nayo dakika 0 tu utaiuza? Kwa haraka sasa hizi ni Toyota Crown. Toyota Crown ipo kwenye trending sana kwa sasa hivi. Kwa sababu model ya 2009 yani kuanzia 2007 pale. 2005 hadi 2007. Kwa sababu 2008 inakuja new generation. Kwa hiyo hizo mbona kama ni ya zamani jamani? Sasa hizo ndo zinapendwa sana kwa Tanzania kulinganisha na vipato vya Watanzania wengi na vijana wengi. Kwao inakuwa favorable sana kulingana na price na condition na maintenance, pia inakuwa favorable sana. Lakini pia ukizungumzia kwa baadhi ya wale watoto wa familia bora wanazipenda sana Benz. Sana hizi C-Class, C200 hizi za mwaka 2014, 15. Hizo kwao ni the best car. BM series pia kwao ziko vizuri sana. Ila kwa wale watoto wengi wa Kitanzania wa mchangani, Crown imekaa poa sana. Na kuhusiana na price, sasa zamani ilikuwa naaminika hizi European cars bei zake ziko juu sana, baadaye zikaja zika drop, na sasa hivi unaweza kukuta kuna baadhi ya gari labda RAV4 inaweza kawa ghali kuliko Benz sasa hivi, au nakosea? Uko sahihi kulingana na demand. Unajua kila kitu kwa hapa Tanzania ili kipate fame au kipate umaarufu ni kulingana na demand. Sasa demand ya Japanese car imekuwa kubwa sana kwa sababu ya maintenance zake ni cheap, na ukiangalia maintenance za gari za European ni kubwa sana. Kwa hiyo watu wengi wanazikimbia, na kutokana pia na mafundi ni wachache sana ambao wanatumia teknolojia za hali ya juu kuweza kuyatibu yale magari yale ya European car. Mtu anakuja leo na 20 yake hapa. Kwenye 20, kwenye ma 20 huko 22, 23, 24 unamshaurije? Ana 50 yake, 50 fulani, 60 fulani hivi, 55. Ziko gari nyingi, kuna kama BMW zile GT, ziko nani Harrier hizi. Umeelewa? Na hata kwa kitu kingine hapo mlikosea.
kuna kitu kilikuja kureplace, kuna gari lilikuja kumreplace IST. Kama unazijua Mazda Verisa. Unazijua Mazda Verisa? Basi gari imekuja kumreplace IST. Kwa sababu gani? Watu wanazinunua, maana sasa hivi IST chassis number unakuta unauzwa milioni 22. IST chassis sasa hivi ni 22. 22 sasa hivi IST chassis number IST milioni 22. Yaani na usajili hapo. 20 plus. Ndio bei yake. 10 na ngapi? 10 na ngapi ni labda tuseme hizi Mazda Verisa. Mazda Verisa ndo anazuza 17, 16 na nusu. Kwa hiyo mtu anaona kuliko akatoe milioni 22 anakimbilia Mazda Verisa. Alafu nyingi sana wanakimbilia wadada kama ushaziona. Wachache sana unakuta ni. Kwa hiyo si ukimkuta njiani inabidi umheshimu tu sasa. Mheshimu yule ametoa milioni 22 pale. Kwa hiyo anaweza kawa analingana na Benzi kabisa. Kabisa. Tena Benzi yenyewe imeshasogea. Unajua kwa nini? Magari dola ilipopanda, magari nayo yakapanda. Japani magari yakapanda. Dola kashuka. Kwa hiyo dola imeshuka lakini bado magari yana tendency ni kule kule, unakuta ni price ni ile ile. Sasa unakuta kule unaweza kununua gari ambalo la mwaka 2015 ushuru wake ukawa mkubwa kuliko gari unaponunua. Kwa mtu akiwa na kwenye 100 kwenda mbele unamshauri gari gani? Mtu akiwa na kwenye 100 kwenda mbele utamshauri ziko gari nyingi, kuna Range Rover Vera, kuna Fortuna, kuna Range Rover Vogue. Hizo ndo gari za nani za kuanzia 100 kuendelea. Gari ziko nyingi, kuna hizi nani Anaconda hizi ambazo ni hybrid za juu mwaka mbele kama 2021, 2022. Kuna mtu anakuja ana hela kweli kama hivi ninavyoongea lakini hana chaguo la gari. Anataka gari afu ndio unamchagulia. Anakuja anafaa kukuambia kwamba mimi napenda gari hivi, gari hii na gari hii ni ipi nzuri. Sasa wewe muuzaji ndo utakompa elimu kwamba hii gari hii iko hivi, gari hii iko hivi. Kwa hiyo hapo unampa elimu kweli au utaangalia faida yako zaidi kwa? Unampa kutokana unajua sisi tunavouza magari hatutaki kumpoteza mteja. Unataka kwa mteja aende kule afu akifika kule akimuuliza nani kakununulia, umenunulia wapi? Anampa namba, mcheki huyu mtu yuko vizuri. Kwa hiyo unatengeneza trust. Kwa usimuuzie mtu kitu kwa sababu ya kuangalia tamaa ya hela ambayo kesho itakuja kukukosti akiondoka pale. Tengeneza mfumo ambao utakuletea wateja wengi. Na nini kinachofanya mtu demand yake nini hasa anakuja na hela lakini yeye demand yake labda anahitaji nini zaidi? Yaani asilimia kubwa wa watu wanakuja anataka nini zaidi kwenye gari? Space, muonekano. Yaani kitu gani ambacho kinamfanya anunue zaidi? Unaona kama Crown ile pale. Akwambia mimi nataka Crown ina leather seat, ina winker, ina sunroof. Umeelewa? Power. Yaani anakuja na vigezo hivyo, afu uweze kumbadilisha. Mteja kama uweze kumbadilisha. Ukimwambia basi chukua hii, anakuta labda haina sunroof lakini ina leather seat, anakuambia mimi sitaki, nataka yenye sunroof. Kwa nini? Kaja na nani yake kwenye ufahamu wake kwamba nataka gari hii hapa. Weza kamaona mtu imempendeza, kaona hichi imempendeza, kwa mteja kama wewe kuna nini. Lakini kuna mteja anakuja unamwambia hivi, unamshauri kwamba gari hii iko hivi, ulaji wake, matengenezo yake, inavyofanya kazi, nini utafanyaje hivi, kala yake. Yaani kuna mtu unakuja unamuelezea mpaka kala ya gari. Kwamba gari hii kala yake ni hii. Yaani hata kama ukienda ukiwa unaiosha kila siku inabadilika, labda itakuwa hii, basi chagua rangi hii. Ili ukichagua rangi hii itakuwa ni nzuri hata katika kuosha isiwe inapauka. Kule mteja anakusikiliza na kuambia sawa. Yaani ni mtu ambaye hajajua lakini unamfundisha. Hata kama amekuja amekosa gari ile alikuwa anataka, atakwambia nitafutie gari hii au ninaacha hela hizi hapa au kuna gari nimeiona hapo nafungia biashara, ninaondoka. Kuna wateja wa hivyo. Kukuta Benzi kama ile pale ameielewa. Sasa ana hela amekuta labda ni hela nyingi afu haizi kuavoid saa hiyo. Ili aweze kuipata ile gari anaifungia biashara kama milioni 10 au milioni au 500,000. Kuna wateja Dar es Salaam, kuna showroom ama wauza magari wengi sana tofauti na mikoani. Nilikuwa napiga story na mshikaji alikuwa ananiambia kwamba Dar es Salaam kwa sababu ndio kama jikoni afu mikoani ndio kama mezani. Sasa wanakuja wateja kutoka mikoa mbalimbali. Mikoa gani zaidi ambapo wateja kidogo mnawafurahia wakija? Wote mnawafurahia lakini kuna urahisi kidogo wa biashara. Wateja wa kaskazini.
Wateja wa kaskazini. Rahisi. Sio kweli. Mimi nakataa. Mimi naweza nikachangia kitu. Wateja wanaotoka huku Mbeya huku na Mwanza na wateja wamenyooka sana. Hao wateja wa huku hao tuachieni kwanza kidogo sababu hawa kichwa kinauma. Inaona kama ukimweza kichwa kinauma. Hapo mshikaji mmoja alikuwa ananihadithia pale tulikuwa ofisini, anasema mteja wa kaskazini anakuja, unampeleka kama wewe agent, unampeleka unaenda naye katika showroom mbalimbali, alafu kuna moja showroom fulani kapenda gari kabisa, alafu anakuambia hajaipenda. Sawa? Alafu kesho yake anaenda kwa yule mtu, anakuzunguka, anataka ailipie. Kwa hiyo jamaa anamfanya hivi, anamwambia mwache ilipie. Alafu kasheka hela benki kwenye ashafanya transfer, wamekaa pale mezani, wameshatoka benki wamerudi, wamekaa naye pale, jamaa anakucheki. Kwa hiyo unatokea, ukishatokea kwa hiyo ukamzunguke, unampeleka kwenye gari vizuri, anarudi peke yake. Mteja ameona umemkagulisha, anajifanya ile gari hajaipenda. Sio, umeelewa? Alafu anaondoka, baadaye anarudi. Sasa yule mwenye showroom anakutumia message, anakuambia hivi, yule jamaa karudi, niko naye benki. Kaa kwa kutulia. Wakishamaliza pale kulipana, so tarudi ofisini kwa sababu ya kutoa vitambulisho nini, TIN number kwa ajili ya usajili. Anakutumia message, wewe tumeshamali, sogea. Kwa hiyo unaingia ofisini pale, unaingia ofisini unamkuta mtu anamwambia tajiri nipigie. Nilikuwa nataka nikupigie. Sasa mteja lazima anashtuka. Jamaa kajuaje? Sasa wewe uko cha kukufanya usimuonyeshe kwamba umechukia au umemind. We nenda na wale mazingira uliyokuta pale. Kwa sababu ndo tayari ushayakuta. Ila pale kwa sababu tayari kule usajili si unaendelea, haiwezi kuwa biashara. Na tayari jamaa ameshaingiziwa. Hamna sababu. Wewe mwenye showroom yule pale anamwambia hivi, huyu na huyu mlienaje? Malizaneni kwanza, mambo mengine afanye nini? Yaendelee. Kwa hiyo unakuta pale yule sasa mwenye gari anaanza anamuita huyu kwamba bana tunafanyaje? Sasa huyu kutokana walishakubaliana kwamba kwenye gari labda mimi utanipa milioni au 500,000, milioni 2. Lazima akae pembeni huyu ampe hela yake. La si hivyo kipindi kinakuwa kigumu pale. Kwa nini si samani, lakini kama kuna watu wa kaskazini, kwa nini watu wa kaskazini ndio wana michezo hiyo zaidi ya watu wengine? Unajua watu wa kule ni watu ambao wanajifanya ni machino. Hiyo kesi. Yani watu wanajifanya ni machino. Mimi mwenyewe ninatokea kaskazini. Mimi mwenyewe Mchaga. Kabishe, ukisikia kabishe ndo mimi. Ila sasa watu wa kule wanajifanya ni machino. Hawataki kushindwa. Yani ni watu ambao sio hawataki kushindwa, yani ile ni shindwa hapana. Alafu ni watu wanataka udadisi. Kujua huyu hajaniekea huyu au kaniekea cha juu zaidi. Kwa hiyo hataki kuona kwamba hata nikienda kwa huyu mtu atapata. Hataki hiyo. Yaani nataka ajizirishe yeye mwenyewe kwamba hichi kinauzwa bei hii hapa. Ikija mtu wa Mwanza, Kahama huko kanyoka kabisa. Anaweza kuambia nitumie gari huko mkoani. Kuna mmoja alikuja hapa, nilimpelekea gari Njombe. Alikuja hapa, alitokea Njombe, alikuja usiku. Akaja hapa akataka kill time. Chassis number, maana kill time nao zimechangamka sasa hivi milioni 35 chassis. Kill time inafuatana na area. Sasa kama ni mteja amekuja pale anataka yeye ndo maamuzi yake, achukue area au kill time. Maana area labda pale ataongeza milioni 3. Ila kill time sasa hivi ndo zinachezea huko. Gari zilikuwa zinauzwa 27, sasa hivi ni 35. Kwa akanunua akasema nafunga biashara, akafunga biashara akaondoka. Akasema kesho kutwa anamaliza. Kwa hiyo kesho pale akapiga simu asubuhi kabisa. Ameshaingiza hela kwenye account. Kwa hiyo ni gari linafanywa service, anapelekewa. Pia hapa kuna delivery gari vizuri kabisa kwa kaskazini hawezi kuwa rahisi hivyo. Hadi mwenyewe ajiuliza. Yaani hata ukimwambia delivery ukimtajia hela yani ataona ni hela kubwa, hii ataanza kukuzungusha atakufanya nini. Bwana Degia, leo tulikuwa na washikaji zetu ambao wana deal na magari na tumefurahi sana. Tumepata story nyingi, na kama wewe umeweza kuangalia show kama hii basi utakuwa umeenjoy sana. Mimi naitwa 255 Jerry. Unaweza kwenda YouTube channel kaandika The Gear kwa show zetu zote ambazo zimekupita. Shukran kwa director Kindamba, director Zosa, team zima Jerry Spare Production team. Pia unaweza kwenda Instagram kaandika 255 Jerry. Shukran sana bwana kwa show yako. Asante sana. Pamoja sana.